Kidogo tuingie kwa majirani ambapo maswali yanaibuka kuhusu uhalali wa mchakato wa uchaguzi wakati wa taifa la Tanzania linapojiandaa kufanya uchaguzi Jumatano hii ambapo ni siku ya kesho. Wanaharakati wa mashirika ya kijamii kutoka Tanzania na Kenya wanatoa wito wa uwazi, huku baadhi wakipuuza zoezi hilo wakieleza kuwa tayari matokeo yamepangwa. Mwanahabari wetu Frida Okachi anaarifu zaidi kuhusu taarifa hii ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Zikiwa zimesalia saa chache kabla ya siku ya uchaguzi, hali ya wasiwasi na matarajio imeongezeka nchini Tanzania. Hata hivyo, tume ya uchaguzi nchini humo imewahakikishia raia kuwa uchaguzi utakuwa huru na wa haki. Wakosoaji hata hivyo wameonya kuwa uchaguzi huo hauna ushindani wa kweli na kuwa tayari rais wa sasa ndiye atachaguliwa kutokana na hatua ya kunyamazisha wagombea wenza. Kwenye uchaguzi huo, wapiga kura wanatarajiwa kumchagua kiongozi mmoja kati ya wagombea wengine 16 walioorodheshwa. Hii ni licha ya wapinzani wawili wakuu wa Hassan, Tundu Lissu wa chama cha Chadema na Luhanga Mpina wa ACT Wazalendo kuzuiliwa kugombea uraisi wa Tanzania. Lissu ni kiongozi mwenye mvuto mkubwa wa upinzani dhidi ya Hassan katika miaka hivi karibuni baada ya kurejea nchini humo kufuatia jaribio la kumuua mwaka 2017. Kwenye mtandao wake Jumatatu usiku, alidai kuwekwa kwenye sehemu ya upweke. Kiongozi huyo ambaye amekuwa kizuizini tangu mwezi wa 4 kwa tuhuma za uhaini, alisema wafungwa wenzake waliokuwa kwenye chumba hicho walihamishwa na kumwacha peke yake, hatua ambayo wafuasi wake wanasema inalenga kunyamazisha sauti yake katika mkesha wa uchaguzi. Ukandamizaji wa kisiasa umeongezeka wakati huu, jambo linalozua wasiwasi iwapo uchaguzi utakuwa wa huru na haki. Kwa mujibu wa wanaharakati wa kutetea haki za binadamu, mamlaka zimekuwa zikinyamazisha sauti za upinzani, kuzuia vyombo vya habari na kudhoofisha uhuru wa tume ya uchaguzi. No credible observation mission is currently in Tanzania. Belgium, Sweden, Germany and Ireland have all withdrawn from the elections. The US is monitoring the situation, although it is not providing any official observers. Kiongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua anadai kuwa baadhi ya wanasiasa wamekandamizwa, akitaja kuwa ni kupungua kwa nafasi ya kisiasa. We continue to witness human rights violations and the degradation of democracy across the region. And as citizens of Jumuiya, we stand as one. Kadri saa zinavyosonga kabla ya uchaguzi, macho yote yameelekezwa Tanzania kuona iwapo uchaguzi huu utaimarisha safari yake ya kidemokrasia au itaongeza mashaka kuhusu uadilifu wa uchaguzi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Frida Okachi, NTV.